A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil huda war rahmah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa muqtadana Muhammadin bin Abdillah sallallahu alaihi salatan yukhrijuna biha min dhulumatil wahmi wa yukrimuna binuril fahmi wa yudhihu lana ma ashkala hatta yufahama innahu ya'lamu wa la na'lamu wa huwa 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna al-kiram wa ya ahbaban nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wenyeji wetu, wazee wetu, vipenzi vya nyoyo zetu, sina la kuanza nalo isipokuwa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwingi wa neema. Binafsi nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema hii kubwa alionipangia mimi binafsi na wale wote niliofuatana nao katika ziara hii fupi ya kuja katika miji hii ya Oman. Hii kwetu ni neema kubwa. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu, lakini pia nitangulize kumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aijalie ziara hii ni katika zile ziara ambazo zitaongeza uzito katika nyizani zetu za mambo ya kheri siku ile tukikutana naye, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Mwenyezi Mungu aijalie ziara hii sote. Lakini baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, pia nichukue nafasi hii adhim kumswalia kipenzi chake na kipenzi chetu sana, mtume wake wa mwisho, bwana wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bwana ambaye ndiye aliyotuelekeza katika haya ya kutembeleana, kujuliana hali na kuwa karibu, kama alivyoelekeza katika mafundisho yake sehemu kubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni wenye kukutana naye siku ya mwisho, tupate kunywa Kauthar na kupata shufaa yake. Ndugu zangu, wazee wangu, mashehe zangu, nitangulize kusema tu kwamba hii ni ziara iliyotuleta kuja kuchukua, ama sisi hakuna tulichokuja nacho. Wajibna bibidhaati muzjat, tumekuja na vitu vidogo vidogo tu. Nitangulize kusema kama alivyosema mwenye kusema, wa min ajabin ihda'u tamrin li Khaybarin wa ta'limu Zaidin ba'dha ilmi al-fara'idh. Mmoja katika watu wa zamani alisema, ni ajabu kubwa kupeleka zawadi ya tende Madina, Khaybar. Umetoka Magomeni na kikasha chako uliojaza tumba za tende, unapeleka zawadi Madina, Khaybar, kwamba jamani nimeleta zawadi hii. Sasa hiyo ni ajabu kubwa. Au kumfundisha Zaid bin Thabit, yule wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika masahaba zake, kumfundisha elimu ya mirathi, kwamba mimi nimekuja sasa na kufundisha wewe Zaid mirathi na mafungu yake yote 6. Asema min ajabin, hiyo ni ajabu kubwa. Kwa hiyo sisi hatuna tulichokileta, tumekuja tu kuhakikisha
na kuthibitisha na kuongeza alaka, kama alivyosema Sheikh Rashid, bainana. Nchi hizi mbili zina historia kubwa sana ya kuwa ni nchi moja, na ndio maana niko hapa pamoja na mengine yote, lakini si hofu, najua nipo nyumbani tu. Takbir. Bwana mmoja anasema, idha kana asli min turabin fakulluha biladi wa kullu almustawtinina min aqaribi. Maadamu asili yangu ni mchanga, basi kila ulipokuwa mchanga ndio nyumbani kwetu, na kila wakazi wa huko ndio ndugu zangu. Kwa hiyo tupo katika udugu wa pamoja. Kwa hiyo nitangulize kuyatanguliza hayo. Hatuna kipya tutakachokuja nacho zaidi ya kuleta salamu za Watanzania, za Waislamu wenzenu. Tukianza, Mheshimiwa Rais tumemuaga na anajua uwepo wetu hapa kwamba tupo Omani, basi alitanguliza, mkifika nisalimieni ndugu zangu. Kwa hiyo pokeeni salamu zake, lakini na viongozi wenziwe wote wanawasalimia sana, na Watanzania wote kwa ujumla. Lakini pia salamu za Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, wote wawili wa bara na visiwani, wanakusalimieni sana. Pokeeni salamu zao, wanasema wako pamoja na nyinyi katika la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Kwa hiyo muda wote tutakuwepo hapa, lakini lengo kubwa ni hilo, kuleta salamu. Na kikubwa zaidi kama alivyosema ni kujaribu kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuingize katika lile alilosema katika suratu Maryam, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hakika wale ambao wameamini na wakafanya mema, wakasali, wakafunga, wakatekeleza muamala na mahusiano yao mazuri baina ya wao na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini mahusiano yao mazuri kati ya wao wenyewe kwa wenyewe kama hivi tulivyofanya, anasema zawadi kubwa atakayowapa watu hawa, hakusema pepo, akasema sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Mwenyezi Mungu atawajalia mapenzi. Mwenyezi Mungu atuthibitishie na sisi tupate mapenzi haya, na hili ndio jambo kubwa sana. Lakini pia ni washukuru, leo ni siku takriban ya 3 niko katika nchi hii ya Oman. Tangu siku nimeshuka na ndugu zangu, tumepata mapokezi makubwa sana, mapokezi yaliyotutia moyo, mapokezi yaliyotufanya wala tusitake kurudi nyumbani kama sio hizo dhurufu. Wallahi niwaambie, mfano wenu ni mfano uliosema katika suratul Hashr, walladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allahumma ij'alna minal muflihin. Mmetupokea kiasi, wa yuthiruna ala anfusihim, mmetubakisha katika nafsi zenu, na Mwenyezi Mungu athibitishe haya, innal ladhina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Tumeyaona mapenzi haya hayo aliyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Kwa hiyo ni kikubwa, ni mapenzi. Na kwa nini isiwe mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachotufundisha, kumbe kabla ya kuomba pepo tuombe mapenzi. Mapenzi tu, tuwapate mapenzi kwa vigawanyo vyake vyote, mahabbatu ta'zimi, mahabbatu rahma, mahabbatu mushakala. Ndio hayo, kwamba Mwenyezi Mungu atujalie mapenzi, tumpende naye atupende. Tuhibuna man, tuingie katika ile
aliosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akimpenda mmoja katika waja wake, yunadi Jibril, anamuita malaika wake mkubwa Jibril, na anamwambia inni uhibbu fulana, mimi nampenda fulani, fa ahibba, nawe mpende. Sio jambo dogo. Sisi siku zote tunatafuta kupendana au kupendwa na wakubwa wa kibinadamu, kumbe la, kikubwa tukiondoka hapa katika vitu ninavyokumbusha mimi, tukaombe kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anamwambia Jibril, mimi nampenda fulani, nampenda Sheikh Rashid, fa ahibba, mpende, na wapenda watu wa Nahdha, na wewe wapende. Jibril anaingia katika amri ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, anampenda. Thumma yunadi fi ahli sama, kisha analingana mbinguni, anasema inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu, Mwenyezi Mungu anampenda mtu fulani, naye mpendeni. Nasi Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Kisha tangazo linakuja duniani kwa watu wa ardhini, nyie watu wa ardhini, inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Baada ya mbinguni tunatangaziwa chini, fulani anapendwa na Mwenyezi Mungu, anapendwa na Jibril, na nyinyi mpendeni. Wakimpenda watu baada ya mapenzi hayo ya Mwenyezi Mungu na Jibril na mapenzi ya watu waliokuwa mbinguni, Mwenyezi Mungu anawajua al-malaul a'la, na akapendwa na watu wa ulimwenguni, fayaj'alu lahu al-qabula, mtu huyu Mwenyezi Mungu anamjalia kabuli. Kitu kikubwa, kukubalika, kueleweka, mvuto, kitu ambacho ndio kimekosekana ulimwenguni leo. Tuna juhudi kubwa ya kutafuta ulimwengu, kutafuta mahusiano majumbani mwetu. Leo majumba mangapi hayana kabuli kati ya mtu na familia yake, kuanzia mkewe, watoto wake. Yani wanaishi kwa sababu hakuna kitu kingine, wanaishi nyumba moja tu, lakini hisia zao ni tofauti. Anachokiona mzee wao sio anachokiona mama yao, anachokifikiria mama sio anafikiria watoto. Kila mmoja isema mlango unawakutanisha tu wa kuingia ndani, lakini kila anaoingia ndani zikizima taa, wakilala, kila mtu ana fikra zake, na anasahau kama ubavuni kuna mwingine. Ndicho tunaona vinavyokithiri leo. Kila siku watu wanakatana, hizo talaka hazina hesabu. Ya subhanallah, sisi kwa kazi zetu za tablighi na da'wa, kila ukiulizwa kupitia katika mitandao huko kwenye simu, ukiona mtu ambaye asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mimi fulani bwana nina mushkil mkubwa, nafikiria wewe shekhe ndio utakanitatulia. Ukiambia ahlan wa sahlan, una tatizo gani? Atakwambia nina mwaka wa 6 sielewani na mke wangu, na mwaka wa 8 mimi na babangu hatusemi, tunateta. Mwingine watoto hawanisikii, mimi ninachotaka watoto wangu sicho wanachotaka wao. Ya jamaa, juzi tu nikiwa kwetu Dar es Salaam, mtu kaniandika, mtu mkubwa hafai kumtaja, lakini ananiambia nina mushkil, nimemsomesha mtoto wangu Ulaya, amerudi na elimu nzuri, nimemkabidhi kazi, kwa maana sasa mimi nataka kupumzika, yeye anisaidie, ndio khalfia yangu. Anasema baada ya miezi 3 ananiambia mzee, niandikie kabisa mirathi yangu. Niandikie? Ajib, nani anaandika mirathi kabla ya kufa? Neno mirathi linakujaje wakati watu wako hai? Hakuna hicho kitu. Lakini ulimwengu wa leo, si Omani, si Dar es Salaam, si Zanzibar, si Tabora, si popote unapojua, hiyo ni kesi ipo katika kila nyumba. Mtu anafikiria nani ataanza kufa katika wenzake ili yeye apate kurithi.
hana kabuli. Kwa nini? Imekosekana innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Mapenzi, unamfikiria mwezi atakufa lini huyu? Hapo sasa hivi. Na ukiona anachelewa unatafuta njia ili afe. Na kisha mimi wake kimetokea jirani na msikiti na usalisha kwa miaka kadhaa. Alikuja mtu mmoja, mtu mzima, wacha kuwa mie ananizaa kwa umri wake na umri wangu, anaweza kunijukuu. Mtu mzima sana, mtu mzima. Lakini aliniita siku moja, Walidi njoo. Haya, una nini bwana? Akaniambia mimi nataka dua. Sikilizeni kisa hichi. Nataka dua. Asmi nikajitia naye ni ahli dua. Yani mustajabu. Mujabu dua. Nikamuuliza dua hizi ziko namna nyingi bwana. Kuna dua ya pesa, dua ya kutaka kuoa, dua ya safari, dua ya kulala. Haya, babu yangu nataka dua ya nini? Akasema tusogee kidogo kama pale. Yani pale tuliposimama akaona sio pazuri, tunatafuta mutaka, hebu tusimame pale. Tukasogea. Akaniuliza, unamjua yule mtoto wangu fulani? Na wallahi namjua. Umri wake ule mzee, Mungu amemjalia mtoto mmoja tu wa kiume, na alimpa jina zuri, amemwita Muhammad. Aliponiuliza wamjua, nikamwambia namjua sana. Si Muhammad? Akaniambia hebu tusogee tena mbele, tusogee. Tukasogea tena hatua kadhaa. Mnajua kwa nini? Huyu Muhammad eneo lile lote anaogopwa. Anaogopwa sana. Yani ukipata bahati mbaya ukikutana naye ndio siku yako. Ajalun musamma. Maarufu. Simu za watu, kofia za watu, ndio mtoto wake yeye. Unamjua? Akasema namjua. Akasema tusogee mbele ili asitokee pale akatufanyia cha kutufanyia. Nikamwambia namjua. Akanambia naomba dua. Haya, dua ya nini bwana? Akanambia jana Muhammad, jana nimemaliza kuswali alfajiri, natoa salamu, yeye yuko kando yangu hapo. Vipi? Akanambia baba, na swali moja tu nataka nikuulize. Utakufa lini? Inna lillahi. Anaulizwa na mwanawe alomweka katika sulbi yake, aliyomlea akamfundisha mpaka akawa Muhammad, akawa mtu wake wa kwanza leo kuondoka naye babake. Utakufa lini mzee? Kwa nini? Mimi nishachoka maisha haya na kimfaacho mtu ni chake. Lugha inajulikana hiyo. Una nyumba hii sasa, mimi nataka wewe ufi. Nikamwambia umemjibu nini? Nikamwambia nitakujibu baada ya magharibi leo. Kwa hii adhuhuri na kuuliza nimjibu nini? Kisa kama kinachekesha, lakini ndo hali tulizokuwa nazo. Masaba huku ni kukosa kabuli. Ikiwa nyumbani mtoto anafikiria utakufa lini, je, jirani yako? Je, mfanya kazi mwenzio? Wewe ushakuwa bosi, mwajiri wako anafikiria nini? Wallahi ulimwengu wote umejaa. Kitu gani kimekosekana? Inna Allaha idha ahabba abdahu yunadi Jibrila fayaqulu lahu inni uhibbu fulanan faahibba. Kwamba Mungu akimpenda mtu basi humwita Jibril akamwambia mimi nampenda fulani. Ya jamaa, almuhimu tutafuteni mapenzi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hitamu ya hadithi hii, na Mungu anapomchukia mtu hivyo hivyo mwambie Jibril, mimi fulani simpendi na wewe mchukie. Simpende. Anachukiwa na Jibril. Na akishachukiwa na Jibril, Jibril naye anatangaza huko mbinguni, fulani anachukiwa na Allah na nyinyi almalaul a'la abghidhu, mchukieni. Kisha inakuja tangazo chini ulimwenguni,
Nyie watu wa ardhini, watu wa Nahdha, watu wa fulani apendwi na Mwenyezi Mungu, na nyinyi mchukieni. Anajaliwa bughudha, kila anapokwenda hauziki. Hauziki nyumbani, hauziki barabarani, hauziki kazini, hauziki hata kihama. Kwamba mimi sasa hakunifai Nahdha, ngoja nihamie Kariakoo. Pia watu hamtaki. Kariakoo hakufai, ngoja niende Tegeta. Pia hatakiwi. Nataja miji ya kwetu na yote mnaijua. Nini tatizo? Kachukiwa na Allah. Ni kitu gani kinachomfanya mtu anapendwa na Mwenyezi Mungu? Na kitu gani kinamfanya mtu anachukiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala? Narudia, usifanye haraka ya kuomba pepo. Pepo usifanye haraka, omba mapenzi ya Allah. Mwenyezi Mungu akupende. Na ogopa kuchukiwa na Allah. Mwenyezi Mungu asikuchukie. Kwa sababu ukishapenda na Allah, dunia yako ndio fi dunia hasana. Lakini ukichukiwa na Allah, dunia yako fi dunia nakama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatufundisha wapi tutayapata mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni vitu wallahi tafi, vitoto vidogo, wala sio vitu vya kujipanga kwamba jambo Allah mwenyewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuhadithia katika hadithi al-Qudsi, Mwenyezi Mungu anasema hatakuwa mja yataqarrabu ilayhi mimma aftaraltuhu alayhi hatta uhibbahu. Naona ni kitu kidogo tu kwamba hatakuwa mja anajipinda kutafuta ukaribu wangu katika yale nilomwambia, hili ni jukumu lako, huu ni wajibu wako. Akiyafanya hayo atakuwa karibu yangu, mimi nitampenda. Atakuwa karibu yangu, atakuwa. Na mara nyingi watu wakisikia hadithi hii wanakimbilia moja kwa moja katika swala, katika zaka, katika hija. Wanaziona zile ndo faraidh. Pamoja na hizo ni faraidh, ni arkan, lakini ndio majukumu yako aliyokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanaishi hapo. Ndaka fikra. Unaweza kumwona mtu anaswali hapiti na kipindi mpaka jina lake mtaani 5 salawati, lakini mtizame baada ya kutoka pale msikitini, kuna majukumu mengine huko aliyopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anatekeleza. Kuswali si hoja, si hoja hata kidogo. Swala zote, lakini sisi hatukutizami Muislamu kipindi yuko msikitini kama tulivyofanya. Dakika 10 tu tumeswali zile rakaa 3 za magharibi, na sisi wasafiri rakaa 2 za Isha, hatukuchukua dakika 20. Hivi kweli Mwenyezi Mungu atamweka karibu mtu kwa kile pale tu? La. Atamtizama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtu huyu baada ya kutoka pale. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ala al-jumu'i. Mtu akitoka pale, vipi munkarati, vipi fahsha, vipi anaongea na watu, anawafikiriaje watu, dhanna zake kwa wenziwe, anadhani nini akikaa na Sheikh Rashid? Sheikh Rashid akikaa na mimi anadhani kitu gani? Hilo ni jukumu katupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anadhani nini kuhusu mkewe? Anadhani nini mke kuhusu mumewe? Mke anadhani nini kwa mkeweza mwenziwe? Mtihani huo. Wangapi katika wanawake tunawaona leo anatamani aachwe mwenziwe? Ya salam. Unaswali, unaswali vizuri, unafunga, tena ukosei Jumatatu na Alhamisi, alhamdulillah rabbil alamin, lakini unadhani nini kwa mwenziwe? Ni jukumu hilo. Qur'ani unasoma, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Lakini waisoma Qur'ani
kama ile alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba qari'ul Qur'an wa huwa yal'anu. Inawezekana kuna mtu anasoma Qur'ani lakini kipindi kile yuaisoma Qur'ani na mlaani kwamba wewe unanisoma hivi lakini ukitoka hapa wafanya mambo kinyume na mie. Majukumu ndio Mwenyezi Mungu anasema haachi kuwa mja anajiweka karibu na mimi kwa yale lilo mpa kuwa ni majukumu yake, isipokuwa nitamkurubisha atakuwa karibu yangu. Twendeni tukahakikishe kila jukumu aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tunalitekeleza kwa kiasi atakachotuwezesha, na wala tusiishie ufanisi wetu katika kuswali tu, katika hija tu, katika kufunga tu. Na sasa imekuwa ni modern, watu wanakwenda sana umra. Sio isiishie hapo kwenye umra tu, kuna majukumu, kuna haki za watu. Haki yako kwa mtoto, haki yako kwa mume, haki yako kwa mke, lakini haki yako kwa jirani, hiyo haki ya majirani, hiyo ndio kabisa majukumu haya tumesahau. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, mazala Jibrilu yusini anil jarri hatta dhanantuhu annahu sayuwarithuhu. Jibril hakuacha kuwa akinikariria na kila siku kunihusia, bwana jirani yako Muhammad, jirani eti anahusiwa Mtume Muhammad, sio Walidi. Nabiyullah ahsanun nasi khuluqan, Jibril yusihi an jarihi yaumiyan, kila siku. Muhammad jirani yako, angalia jirani yako, anasema hakuacha kuwa ananihusia katika hali hiyo mpaka nikafikiria kwamba huyu atanihusia mimi, atanirithisha kwamba ipo mirathi ya jirani. Tuneni tukatekeleze haki za jirani. Ukiamka asubuhi, wa kwanza wako jirani yako. Na siku hizi ni rahisi sana, sio kama zamani sharti upige hodi. Ni simu tu. Hapa unamuuliza asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya aba fulani, umeamkaje na watoto wako? Hakuna tatizo lolote, naye akujibu. Nani anafanya hilo leo? Tabu. Nimesema juzi pahala watu wakashangaa. Tizama hata kuhusiana wajibu aliotupa Mwenyezi Mungu baina yetu sisi na wazee wetu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mwenyezi Mungu ashahukumu asiabudiwe yoyote ila yeye, na wazazi wawili wafanyiwe ihsani. Sisi ihsani hatuna, tunapaa. Kuna tofauti kubwa. Lam yakulillahu subhanahu wa ta'ala wa bil walidaini ta'atan, inma qala wa bil walidaini ihsana. Taa ni yale matakwa au amri za wazee wetu kwetu sisi. Fulani Walidi, mimi nataka ufanye jambo kadha kadha kadha. Ukitii hii swala unataka Mwenyezi Mungu Subhanahu. Yani anachokitaka Mwenyezi Mungu usisubiri akwambie. Usiamke umekaa unasubiri mzee ataniambia nini. La, wewe uende wa mwanzo kumuuliza mzee kuna nini leo? Kuna kama alivyokuwa yeye kwako wakati uko mdogo. Kama Rabbayani, mzee ilikuwa akiamka hasubiri wewe umwambie, atafanya anachokifikiria wewe kwako na utakachomwambia. Akiamka tu kitu cha kwanza hapatikani watu. Vipi sasa watoto? Halali, hali. Wakati mwingine hata sawa atakupoga kwa sababu ya wewe mtoto hivi. Sasa hii sasa tuigeuze tu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini, yani ihsan ni kutangulia wewe kumtekelezea haja zako mzee kabla ya hajasema hayyan wa mayita. Isiwe kama wanavyosema watu wa sehemu fulani kwamba mtu anaishi na mzee wake vizuri, akishafariki basi kamsahau tena. Hata dua Rabbi ighfir lahu warhamhu waskinhu fil janna hakuna kidogo, labda sijui kwa huku ikifika mfungo 3 na wakati wa kipindi cha Eid al-Fitr ndo ataita watu tutie ubani wazee, lakini mwaka mzima anakimbizana na maisha yake, unakosa kabuli inakosekana.
Mwenyezi Mungu hili pia ni jukumu lako kakupa. Ndio ile anaposema katika hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu akiyatekeleza majukumu aliyompa nitamkurubisha. Tizameni fasaha ya hadithi. Anasema utakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Mapenzi bado hayajakuja. Tunatafuta mapenzi. Ukiwa mwepesi wa kutekeleza majukumu aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala, utakuwa karibu na Mungu. Na unaweza kuwa karibu ya mtu lakini asiwe na habari na wewe. Mimi kwa karibu na hii chupa lakini inafanya shughuli zangu mpaka nikiwa na kiu. Kwa unaweza kuwa karibu ya mtu hana habari na wewe, anafanya shughuli zake mpaka akukanyaga, upo kumbe. Ujawahi kuulizwa hivyo? Kinachotakiwa ni ukaribu wenye mapenzi. Mwenyezi Mungu ajalie katika haya. Ndio anasema wama yazalu yatakarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu. Maana ishatoka kwenye qurba, sasa imekwenda katika mapenzi. Kumbe Mungu anataka uwe karibu yake, lakini baada ya ukaribu na uchume mapenzi. Mapenzi tunayapataje? Sasa kumshika Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vaa kama alivyovaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kula kama alivyokula Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lala kama alivyolala Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amka kama alivyoamka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tembea kama, hapo ndo kwenye kazi. Lakad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. Kigezo chako asiwe yote, awe Mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unaweza ukavutika wewe, sababu binadamu ameumbwa kama alivyosema mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, al-arwahu junudun mujannada. Hizi roho zetu ziko makundi mafungu. Hata hapa tumekaa hapa, lakini kuna mtu yupo karibu yako zaidi kuliko mwingine, kwa uelewano, kwa mapenzi na kila kitu. Mungu ameshaliumba hilo jambo. Lakini tizama ajabu yetu sisi. Unaweza ukavutwa na fulani katika anavyosema tu, lakini akakuchukiza katika vitendo vyake. Akisema mashaallah, kaannahu Qur'anun yanzilu, lakini ngoja afanye kabisa. Lakini kinyume chake, kuna mwingine anaweza akakuvuta kwa vitendo vyake, lakini akisema utakita kumsikiliza. Kuna mtu nje huko akiwa anapendeza kweli kweli, lakini subiri akiwa nyumbani watu wote wamtaki, wanaomba atoke. Karudi huyo. Ndani kule watu fanaudhu billahi min sharri ma dakhala. Kaingia, subhanallah. Baba huyo, lakini watu wote wanaomba hewe atoke. Wakisikia simu, nakuja inshallah, nakuja, nisubiri hapo wapi sasa? Alhamdulillah, naende. Lakini akitoka huko nje watu wote tunampenda. Yani atakayekuvuta kwa hiki atakuchukiza kwa hiki. Ni aghlab kumkuta mtu ana yote ambayo wewe unayapenda, yote ila Mtume Muhammad sallallahu peke yake sallallahu alaihi. Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanapendeza, vitendo vyake vinapendeza, kila kitu kama alivyosema Habib Ali, qawlu nabiyyin alhadithu wastaqarru fil fi'li wat taqriri wal wasfi al-aghar wa sunnah an ba'dhim kadha al-athar wa kullu hadhihi yuradifu al-khabar. Yani anakuvuta katika kila kitu mkosi. Yani ukisubiri labda atanguka huko, Mtume sallallahu alaihi wasallam sifa zake, kila kitu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatusimamishia mtu huyu tumuige, tuvue kwake na tuchume kutoka kwake ili atupende. Kwake yeye tukitekeleza majukumu atatuweka karibu. Bado mapenzi tuyapataje? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukijisogeza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam tunapata mapenzi. Tizama kinachokuja hapo sasa. Anasema fa idha ahbabtuhu, ndo kabuli hiyo sasa. Fa idha ile thumma yuj'alu lahu alqabula, una connect na hadithi hii. Fa idha ahbabtuhu akunu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, nikimpenda
anakuwa ndio sikio langu, sikio lake ndio mimi. Yani sikio lako ni Mungu subhanahu wa ta'ala kwa maana zote mbili. Yani unakuwa usikii isipokuwa anachotaka Mwenyezi Mungu ukisikilize, lakini una nguvu ya kusikia tofauti na wenzio. Uko hapa hapa lakini habari za kichangani unazo. Wanasema nini kule, una haja ya kupiga simu, unasikia kila kitu. Wabasarahu alladhi yubsiru bihi, lakini nakuwa ndio jicho lake analoonea mambo. Maana yake nini? Haoni isipokuwa anachokitaka Mwenyezi Mungu akitizame. Lakini pia kwa maana nyingine jicho lake lina nguvu ile aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqu firasata almu'mini fa innahu yadhuru binurillah. Yani ukikaa mbele yake anakuona kila kitu, unawaza nini, unafikiria nini, unataka nini, utaki nini. Haina haja wewe umwambie Sheikh Rashid mimi sijakula, kikuona tunajua huyu ajala, anakutekelezea. Ana haja ya microscope wa yadahu allati yubtishu biha, lakini nakuwa ndio mkono wake anaufanyia mambo yake. Kosa inaandikwa na mtu huyo hairudi, mkataba unaandikwa na mtu huyo haurudi, nyumba inayojengwa na mtu huyo ni nyumba madhubuti. Kazi anayofanya mtu huyo aliyokubaliwa na kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni kazi inaonekana, sio kazi ya kubabaisha hebu simu ya wapi. Ukiona umeanza kazi yako inatiliwa mashaka, hii kanzu imeshonwa wapi, ujue una kabuli. Na mifano iko mingi kabisa. Kuna watu wamefanya kazi hizi za maandiko tu, vitabu. Juzi nimewambia watu chukue mtu kama Imam Nawawi. Imam Nawawi rahmatullah alayhi ameishi umri wake chini ya miaka 50. Yani mimi hapa ni mkubwa kiumri. Salafinati hakadha tawafu. Lakini tangu alipokufa mpaka leo dunia yote haijaacha kumtaja. Kwa nini? Alikuwa na kabuli. Hakuna library, maktaba yoyote utakayoingia leo ukakosa andiko lake katika kila fani. Huyu kafanya miaka 30 na kitu. Yani anatuonyesha kipimo cha kukubaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu ya kujiweka karibu na Mwenyezi Mungu, lakini kwa kujipendekeza kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika kila fani kaandika. Na wengi tu. Kuna kisa insaha wa inlam yasih, lakini tumekisikia kwa baadhi ya shuyukhina. Kuna mtu siku moja alipetisha jicho kutazama huyu mtu ana nguvu gani ya kuandika usiku, kwa sababu alikuwa akiamka asubuhi anatoka na mavolume ya maktubu yake kopini. Kila asubuhi akiamka anatoka na vitabu hivyo someni. Basi wanafunzi mmoja akumuuliza, kataka kujua huyu anaandikaje, huyu mbona anaandika hivi. Inasemekana jicho lake lilifika aliona kiwiliwili kilichozungukwa na mikono zaidi ya 1000. Allah. Kila mkono unaandika. Yeye kakaa tu, mdomo wake unasema subhanallah subhanallah. Akunu sam wa yadahu allati yubtishu. Na mimi naweza. Kwa nini? Kujikurubisha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kujipendekeza kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi. Innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wud. Mtu kama huyo hana haja ya kupigiwa kura, hana haja kitu chochote. Akitokea watu wote radhina bil amin. Al-amru amruhu wal qawlu qawluhu wal mashura mashuratu. Mwenyezi Mungu akijalie katika. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kutafuta mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tumpende na yeye atupende, Mtume sallallahu alaihi wasallam atupende, lakini na vilimwengu vyote vitupende. Na watu wamepita njia hizo na wakafikia hapo na wakaishi ulimwengu huu uliokuwa hauna mashakili wala tabu wala dhiki. Tena wenzetu ulimwengu wao haukuwa na kahraba, haukuwa na simu, haukuwa na chochote, lakini waliishi na wakafanya makubwa zaidi kuliko sisi tuliofanya. Amesema mmoja katika wanachuoni, anasema nusammil asra asra nuri walakin bada nuqsanuhu fi izdiyadi.
fafihi bikathrati makhtara'uhu swara uqulu nasi takhdha'u liljamadi. Sasa tunauona ulimwengu tunaoishi sasa ni ulimwengu wa maendeleo, ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu wa sayansi sio na nini, lakini nasema ukiutizama sana ndio ulimwengu wa kijinga kabisa. Ulimwengu sio na maana yote. Kwa nini? Anasema kwa haya mengi mlioyatengeneza haya bikathrati iktira'i, yani swara uqulu nasi takhdha'u liljamadi, akili za watu zinakuwa zinanyenyekea visivyokuwa na roho. Leo mimi simu yangu ikipotea, basi na mimi pia jina najisahau. Kuna mtu ukimuuliza jina lake mpaka afunge simu, ngoja nitakwambia jina langu mimi naitwa Walidi Alhadi Omar Kawambo. Ukimwibia simu na ndio umemuiba na yeye kabisa. Mwenyezi Mungu asijalie kila la kheri, ajalie maneno haya machache yatunufaishe sisi tuliosema, lakini na nyinyi mliosikia wote tuingie minal ladhina yastamauna alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna dhamannaka anfusana wa auladana wa amwalana wa ma an'amta bihi alaina wa man ma'ana wa ma ma'ana wa man ahatat bihi shafaqat qulubina wa judurat buyutina wa haula'i al-khaliqat ajma'in wa kullana wa lahum khayra hafidhin ya khayra mustawda'in fi dunya al-akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wal afwan.